Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Kabeka TV, leo tunaendelea na darasa yetu ya Ijue Tasawuf, na leo tutazungumzia vipengele viwili. Kipengele cha kwanza tutaeleza aslu tasawuf, na kipengele cha pili tutaeleza wanaonasibika na kuanzisha utaratibu maalumu unaohusiana na ilmu tasawuf. Anasema muallif katika kitabu cha Madkhal fi ilmi tasawuf au Madkhal ila ilmi tasawuf, anaeleza kwa kusema wa hadha alilmu, yani akikusudia ilmu tasawuf, min alulumi shar'iyyati alhaditha fil milla, akithibitisha kwamba utaratibu wake, mfumo wake wa kumuelekea Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa kanuni zake, kwamba unaanza hatua ya mwanzo as-sabru, labda almuhasaba, labda almuraqaba. Kwa utaratibu huu kwamba ni katika jambo ambalo limezuka katika Uislamu, kama ilivyokuwa utaratibu wa ilmu zinginezo. Mfano ilmu ya nahwu kwa mpangilio wake, milango yake na kaifia yake, lam yakun mawjuda fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha hadha al-ilm. Hivyo ilmu hii ya at-tasawuf anasema ni katika ilmu zilizozuka katika Uislamu, lakini anatanabahisha na kutuambia wa asluhu, na asili ya ilmu hii, anna tariqata haulai alqaum, mapito ya watu hawa, lam tazal inda salafi al-umma wa kibariha, kwamba yalikuwepo kwa salafun salih, yani ule muundo wa kumfikia Mwenyezi Mungu kwa kuyafanya baadhi ya mambo ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu pasipo kuyawekea utaratibu maalum. Huo utaratibu ama hilo jambo lilikuwepo salafun salih, walikuwa ni wenye kulifanya. Watabiina salafu salih wa kibariha min as-sahaba watabiina, manake kwa ujumla wao sahaba pamoja na matabi'i wa man ba'dahum tariqat al-haqq wal bidaya, walikuwa wakiyapita mapito hayo katika kumwelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa asluha al-uqufu ala al-ibada, na asili ya tasawufu ni kuambatana na kushikamana na ibada, walinqita'u ila Allah ta'ala, na kujikata kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal-i'radu an zakhrafi dunya wa zinatiha, na kuyatenga mbali na kuyatupilia mbali yale mapambo na vivutio vya dunia. Maana yake walikuwa hawaivai dunia, bali walikuwa wakiyafanya yale ambayo wana haki kuyafanya, pasipo kuyaingia kama tunavyoyaingia baadhi ya watu. Kwa walikuwa ni watu wameshikamana na misingi sahihi ya namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa huo ni ufupisho wa asli ya upatikanaji wa ilmu tasawuf. Lakini Sheikh ametuashiria kwamba ni wakina nani wamenasibishwa na kusema kwamba hawa ndio walioasisi utaratibu maalumu wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au utaratibu maalumu wa namna ya kuzisafisha nafsi zetu na kuzipamba na tabia zilizokuwa njema. Waqila anna awwala man tasamma bisufi, imesema kwamba yule wa mwanzo aliyoitwa kwa jina la as-sufi huwa Abu Hashim al-Kufi alladhi wulida fil Kufa, ni huyu Abu Hashim al-Kufi, wa anda sawada hayatahu fi Shami, wa tuwfiya sana, na alikufa mnamo mwaka 150 Hijria, kwamba inanasibishwa kwa mtu huyu ndio wa mwanzo aliyoweka utaratibu katika tasawuf. Lakini waqadiruya ani Sufyan Thauri, imepokelewa kutoka kwa Sayyid Sufyan Thauri rahimahullah annahu qala, amesema laula Abu Hashim Sufi, lau si kama huyu Abu Hashim Sufi ambaye ndio katufundisha utaratibu wa namna ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ma'ariftu daqiqa riya, nisingeweza kujua ule undani wa ria. Kwa maana al-Imamu Sufyan Thauri anamsifu Abu Hashim kwamba ni katika watu ambao walimfundisha na kumuelekeza ria ni nini na namna gani anaweza kuyatibu maradhi haya ya ria. Waqila anna awwal man bana dawrat at-tasawuf, wa mwanzo aliojenga utaratibu na kuiwekea misingi tasawuf kwa mpangilio ni baadhi ashabi Abdul Wahid ibn Zaid, ni baadhi ya wale ashabi, manake wanafunzi wa huyu Abdul Wahid ibn Zaid al-mutawaffa aliyokufa mwaka 1177,
mwaka 177, wa huwa min ashabi Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo hawa ni inasemwa na zimepokelewa riwaya kwamba ndio wa mwanzo waliohusika katika kutengeneza utaratibu na mfumo wa tasawuf ambao leo tunaoishi katika kuelekezana na kufundishana namna ya kumfikia na kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiwatazama hawa wote ni katika salaful al-umma, maana yake ni katika tabi'ina. Kwa hiyo wote hawa wako katika zile karne tatu bora ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisifia karne hizo tatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.